vigumu sana kuwa fundi kwenye tukio gumu na zito kama hili, ambapo kila mmoja ana namna anavyomfahamu ndugu yetu Sebo, na kila mmoja ana namna ambavyo aliguswa maisha yake na Sebo. Lakini kwa niaba ya Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, anatoa pole nyingi sana kwa familia, mke na mtoto, lakini familia ya EFM ambayo imepoteza mtumishi wao mahiri, lakini kwa ujumla tasnia yote ya habari ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna ambavyo tumepoteza kiungo mahiri na muhimu aliyeweza kutuunganisha wote kwa pamoja. Mheshimiwa Rais ametupatia rambirambi zetu, rambirambi za familia, lakini pia zitafika kupitia kwa katibu wetu mkuu ndugu yetu Gerson Msigwa. Mambo mawili ya mwisho. Moja, Sebo ndio mtu pekee aliyenifanya mimi nikaamini Majizo anampenda Lulu. Na bahati mbaya Lulu ametoka, lakini Majizo yupo. Baada ya Lulu kuwa amepata matatizo, wa kwanza kunitafuta alikuwa ni Sebo. Ananiambia Majizo hali yake ni mbaya, hangaika Lulu atoke, vinginevyo nampoteza Majizo. Sasa mimi nikawa nahisi Majizo anaigiza. Sebo akaniambia hivi ninavyoongea yuko hapo ofisini kwako mkoani. Nikamuuliza hajafika. Akasema toka nje utaona gari imepaki na Majizo yuko ndani ya gari. Kweli baada ya kukaa na Majizo, na nafikiri tulichukua kama siku kama 3-4 hivi, na baada ya kubaini ya kwamba ana upendo wa kweli, kwa mara ya kwanza mimi nilienda gerezani kwenda kumwona Lulu kwa sababu tu ya upendo aliokuwa nao Majizo kwa Lulu. Na Mungu alivyosaidia Lulu akatoka, Majizo akamleta Lulu moja kwa moja nyumbani Masaki. Na nilipofika nikamwambia Lulu, Majizo ameonyesha upendo wa dhati na wa dhahiri. Nenda kaolewe na Majizo. Sasa Sebo ametangulia, ambaye ndio alitufanya wengine tupiganie penzi la Majizo na Lulu. Na mimi sina uhakika wa kwamba kama amebaki mtu mwingine aliyekuwa anajua, na bahati nzuri Majizo amesema, lakini kwa kweli imebaki, nitakaa nao kuangalia ule upendo wa mwanzo waliokuwa wananishuhutisha kwenda gerezani kama bado upo, ili kuhakikisha ndoa hii inaendelea kuimara kwa kumwenzi ndugu yetu Sebo. Jambo la mwisho, mahubiri yamefundishwa, lakini nilikuwa nauliza pale alaji ni nini? Nikaambiwa kwa sababu alaji wenyewe akitokea hivi unakuwa na maswali, hii alaji ni nini? Niwaambie tu alaji na washikaji wa Sebo, Yesu yuko njiani anakuja. Tutafute ufalme wa Mungu mapema, ili wakati wetu utakapofika na sisi tuwe tumejiandaa kwenda mbinguni. Baada ya kusema hayo, Mungu awabariki na wataka kila la heri.